kwa wananchi wa Biharamulo katika kipindi hiki cha miaka minne. Mheshimiwa mgombea, kwa sababu ya muda, ningependa nigusie sekta ya elimu. Katika elimu, wakati unaingia miaka minne iliyopita, tulikuwa na shule za msingi 85. Leo niliposimama mbele yako tuna shule za msingi 117, likiwa ni ongezeko la shule za msingi mpya 32. Shule za sekondari tulikuwa nazo 20, lakini leo tuna shule za sekondari 28 na nyingine ziko kwenye ujenzi, tunategemea kuzikamilisha katika muda ujao ziweze kusajiliwa. Lakini ndugu mgombea, pia tumepokea chuo cha VETA, ujenzi unaendelea na umeshavuka 40%. Kipekee ni kushukuru kwa ajili ya hayo. Lakini pia nikigusa katika sekta ya afya, tulikuwa hatuna hospitali ya wilaya kabisa. Leo tumekwisha pokea jumla ya bilioni 2 na milioni 400. Ujenzi wa hospitali leo unaendelea, lakini tayari inatoa huduma ya kuwahudumia wananchi wa Biharamulo. Tumepata ujenzi wa kituo cha afya kimoja cha Bisibo kilichokamilika, lakini tuendelea na ujenzi wa kituo cha afya cha Kabindi ambacho tayari milioni 250 ilikwisha ingia na ujenzi unaendelea. Tulikuwa na zahanati 19. Leo niliposimama hapa tayari tuna zahanati 25 na tumepokea milioni 240 kwa ajili ya kumalizia maboma mengine 4 yatakayokamilisha zahanati 10 katika kipindi chako cha miaka minne. Mheshimiwa mgombea, kwa mara nyingine kabisa niseme asante kwa yote makubwa ambayo yamefanyika Biharamulo. Kwenye sekta ya kilimo tumekuwa tukipokea miche ya kahawa milioni 1 katika miaka hii minne. Jumla tumekwisha pokea miche ya kahawa milioni 4. Uchumi wa Kagera ni kahawa, Biharamulo hatuko nyuma na sisi tunaendelea. Halikadhalika tukushukuru hata kwa bei ya kahawa iliyoongezeka kutoka chini ya shilingi 1000 na leo tunauza kahawa zaidi ya shilingi 5000 kwa kilo. Mheshimiwa mgombea, kwa mara nyingine pia nikushukuru kwa habari ya barabara. Biharamulo tulikuwa tuko nyuma sana katika miundombinu ya barabara. Lakini hapa niliposimama tumetoka shilingi milioni 680 kwa mwaka katika bajeti yetu. Tuna zaidi ya bilioni 2 na milioni 400 kila mwaka tangu umeingia madarakani. Imetupelekea kujenga barabara za lami zaidi ya kilomita 5 na mita 860 nyingine imetangazwa. Kwa jumla tutakuwa na zaidi ya kilomita 5 na mita 860 itakuwa imekamilika katika kipindi chako hiki. Lakini tumefungua barabara vijijini ambapo wakulima wengi wanalima na mazao mengi yanatoka huko kwa sasa. Lakini tukigusa swala la maji, tunajua umekuwa champion wa maji ukiadhimia kuwatoa ndoa kina mama katika swala la maji. Tulikuwa tunapokea pesa ndogo sana, chini ya milioni 600. Lakini hapa niliposimama katika miaka yako minne tumepokea bilioni 12 na milioni 100 katika miradi ya maji, hali iliyopelekea kupanda upatikanaji wa maji. Mpaka sasa kwa vijijini tuna 69.4 kwa ajili ya upatikanaji wa maji. Lakini tunao miradi ya takriban bilioni 5 na milioni 90 inayoendelea na utekelezaji katika kipindi hiki kabla ya utekelezaji wa bajeti hii mpya tunaoendelea nayo. Mheshimiwa mgombea, kwa haya ambayo nimeyataja, yako mengi sana yaliyofanyika. Najua siwezi kuyataja yote. Lakini kwa haya ambayo nimeyataja, yamegharimu serikali yako ya awamu ya 6 shilingi bilioni 98 milioni 637,687,443.73. Ni pesa nyingi sana ambazo umezileta Biharamulo. Kipekee ni kushukuru kwa niaba ya wananchi hawa. Lakini yako mambo ambayo yamefanyika, mimi kama mwana Biharamulo na mwakilishi wa wananchi hawa ni lazima niyaseme. Ulipokuja Biharamulo mheshimiwa, tulikuomba mradi wa maji. Nakumbuka ilikuwa tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2022. Ukamkaribisha mheshimiwa waziri wa maji, ukamwambia jambo alifanyie kazi. Nikushukuru sana kwa moyo huu wa kipekee kwa niaba ya watu hao wema wa Biharamulo. Na kipekee kwa niaba yao ni kuhakikishie kura Biharamulo ni za kishindo, kwa sababu kwa mara ya kwanza umetuheshimisha mheshimiwa daktari. Mradi mkubwa uliowahi kufanyika katika wilaya ya Biharamulo wa maji ulikuwa ni wa shilingi bilioni 2 na milioni 700 unaofanyika Nyakanazi. Lakini kwa heshima kubwa uliotupa watu wa Biharamulo, tunaletewa maji ya Ziwa Victoria kwa mara ya kwanza katika historia yenye thamani ya bilioni 137. Hii pesa ni nyingi kwa idadi ya watu wa Biharamulo. Ungesema uigawanye, kila mwananchi angetakiwa kuchangia shilingi 299,706. Tusingeweza, lakini serikali yako imetuletea mradi huu. Na nzuri zaidi, sisi watu wa Biharamulo hatuoni tu kama ni mradi wa maji. Tunaona ni fursa ya kutangaza kiutalii, lakini pia ni fursa ya kutufungua kiuchumi. Kwa sababu tunatambua umetutafutia fedha kutoka kwenye serikali ya Hungary, unakuja kutekeleza mradi ule. Serikali ya Hungary haikuwa na ubalozi Tanzania. Ni juzi tu tarehe 29 wamefungua ubalozi hapa. Haya yote ni mahusiano yako wewe
ambao umejambo moja la kihistoria namba moja katika nchi hii. Tunajua kazi yako kubwa ya kuvutia wawekezaji, kazi yako kubwa ya kuleta mipango mikubwa katika taifa hili. Hii imefungua kila nyanja mpaka tunaona watu sehemu kama Biharamulo tuliokuwa hatujulikani, lakini leo tunaipata neema hii. Lakini kwa niaba ya wana Biharamulo, yako maombi machache ambayo mheshimiwa ninaomba niyalete kwako ili uweze kuyafanyia kazi. Najua wewe ni msikivu katika ilani hii ya uchaguzi, tunaamini yanaenda kufanyika. Cha kwanza, Biharamulo ni wakulima wa tumbaku. Katika mkoa wa Kagera Biharamulo tunalima tumbaku. Tunajua soko la tumbaku limeshamiri, limerejea tena, lakini nilichokuwa naomba, tumbaku ya Biharamulo isitoke kuuzwa nje ya wilaya ya Biharamulo. Ninaomba tumbaku yetu iuziwe kwetu ili wakulima wa Biharamulo wasihangaike kutoa tumbaku nje ya wilaya na hatimaye wakapata tabu hiyo. Naamini hilo linawezekana kwa niaba yao. Lakini jambo jingine kwenye sekta ya kilimo, tuliomba ujenzi wa magara ya kuhifadhia mazao katika eneo la Rusahunga pamoja na soko kubwa la kibiashara. Tunajua yamejengwa masoko Kyerwa, tunajua yamejengwa masoko Ngara, lakini kwa umuhimu wa kata ya Rusahunga na eneo la Rusahunga. Rusahunga ndio junction inayounganisha mkoa wa Kagera kwenda kwenye nchi ya Uganda, kuelekea Rwanda, kuelekea Burundi, hata wengine wanaoelekea Kigoma na maeneo mengine, pale ndio junction kubwa. Kwa hiyo tulishatoa ardhi kama halmashauri na hati tumetoa kwa Wizara ya Kilimo. Kwa hiyo tunataraji tunaenda kupata majibu ili ujenzi wa soko hili na magara uanze, ili wananchi wa Biharamulo pale wanapolima wakataka kufanya biashara waweze kupata faida hiyo. Lakini swala jingine katika sekta ya kilimo, tumeona tumetengewa miche milioni 5. Tumetengewa miche milioni 5 katika miaka mitano hii. Mheshimiwa, kwa muamuko uliopo mkoa wa Kagera na hususan wilaya ya Biharamulo, miche hii haitoshi, tungeomba tuongezewe tena. Kipekee ni kushukuru kwa ajili ya yote, lakini watu wa Biharamulo kwa matendo haya makubwa ambayo umetufanyia, sisi tuko tayari kunyanyuka tarehe 29 kwa ajili ya kwenda kurudishia heshima hii. Kwa niaba ya wana Biharamulo na wana Kagera wote walioko hapa, nione mikono mnaonihakikishia kwamba tarehe 29 tunaenda kufanya jambo moja la kihistoria la kuungana na Watanzania wenzetu katika kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan. Kura kwa wabunge wa Kagera, lakini kura kwa madiwani wote wa mkoa wa Kagera. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ndugu Jason Loikiza, karibu.